Kitabu cha Mtakatifu Mathayo, mlango wa 15. Ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema, "Mbona wanafunzi wako huyahalifu mapokeo ya wazee, kwa maana hawanawi mikono walapo chakula?" Akajibu akawaambia, "Mbona ninyi nanyi huihalifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Bali ninyi husema, atakayemwambia babaye au mamaye, chochote kikupasacho kusaidiwa na mimi ni wakfu. Basi asimheshimu baba yake au mama yake. Mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Akawaita makutano akawaambia, sikilizeni mfahamu, sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo walipolisikia neno lile walichukizwa. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Waacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu. Na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. Basi Petro akajibu akamwambia, tueleze mfano huo. Yesu akasema, hata sasa ninyi nanyi mngali hamna akili? Hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupita tumboni, kikatupwa chooni? Bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uwaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi, lakini kula kabla hajanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Yesu akaondoka huko akafika kando ya bahari ya Galilaya, akapanda mlimani akaketi huko. Wakamwendea makutano mengi wakimletea viwete, vipofu, mabubu, vilema na wengine wengi, wakawaweka miguuni pake akawaponya. Hata ule mkutano wakastaajabu walipowaona mabubu wanasema, vilema wanakuwa wazima, viwete wanakwenda na vipofu wanaona, wakamtukuza Mungu wa Israeli. Yesu akawaita wanafunzi wake akasema, nawahurumia mkutano, kwa kuwa yapata siku 3 wamekaa pamoja nami, wala hawana kitu cha kula, tena kuwaaga wakifunga sipendi, wasije wakazimia njiani. Wanafunzi wake wakamwambia, tupate wapi mikate mingi hapa nyikani, hata kushibisha mkutano mkuu namna hii? Yesu akawaambia, mnayo mikate mingapi? Wakasema, 7 na visamaki vichache. Akawaagiza mkutano waketi chini. Akaitwaa ile mikate 7 na vile visamaki, akashukuru akavimega, akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa makutano. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate makanda 7 yamejaa. Nao waliokula walikuwa wanaume 4,000 bila wanawake na watoto. Akawaaga makutano, akapanda chomboni, akaenda pande za Magadani.